Hivi unajua kwamba kifo ni kitendo cha mara moja tu? Ebana, naam, basi karibu tena katika episode ya 9 na hii hapa ni Goblin. Tuendelea mbele pale tulipokuwa tumeweza kuishia. Tuliishia katika kipengele ambacho binti, yanamaanisha kwamba Yun alipokuwa basi ameweza kueleza ukweli kwamba bwana mkubwa Goblin endapo basi atatolewa ule upanga wake, hapo ndipo itakuwa ndo mwisho wake. Baada ya kuweza kupata hizi taarifa ziliweza kumshtua sana, kuweza kumuumiza moyo wake. Basi matukio yote ambayo yameweza kutokea kipindi cha nyuma, kwanza kabisa Goblin naye alikuwa anazidi kuambia ukweli kwamba anapaswa kuweza kujitenga na binti yule na aweze kumruhusu naye pia aweze kumtoa ule upanga. Sasa baada ya mwanamke huyu kuweza kugundua lile jambo, alilia sana na kisha akajilaumu kuweza kuishi katika nyumba hii, kwa sababu alikuwa anaamini kwamba kwa hivi sasa ataenda kulazimishwa aende kutoa ule upanga, lakini yeye hakutaka kuweza kufanya jambo la namna hiyo. Akapaki vitu vyake na kisha akaamua kuondoka. Sasa kwa upande mwingine huko tunaonyesha kwamba Duke alikuwa ameshaweza kumchana bwana mkubwa Goblin, akawa anatoka zake nje, akakutana pale hivi na Duke. Duke alikuwa anapita zake na kisha pale Duke akamwambia kwamba kijana mdogo, vipi unaonaje tena kwa mara nyingine tena leo katika siku nyingine tuende kujipatia kahawa? Lakini Duke akasema kwamba mimi hapa sina pesa, labda ulipie wewe. Sasa huku bwana mkubwa wa Goblin alikuwa anatoka taratibu akiwa na simanzi. Mawazo yalikuwa kibao kuhusiana na binti, yani Yun. Alikuwa anamwaza sana. Kwanza kabisa ndo mpenzi wake wa kwanza katika maisha yake yote tangu aweze kuishi. Sauti nzito ilikuwa ikisikika ikiwa inasema kwamba, je, kama ningeweza kumueleza ukweli kuhusiana na maisha yake, je, nini ambacho ningeweza kukosea katika siku ya leo? Huyu mwanamke nimempenda kwa nini? Huku naye binti aliondoka katika ile familia na kisha akaelekea barabarani. Alilia sana. Yuko na mabegi yake. Sasa naye bwana mkubwa Grim Reaper huku nyumbani sasa akaulizwa na bwana mkubwa Goblin, yuko wapi mtoto huyu wa kike? Goblin alikuwa na mashaka sana kuhusiana na Yun. Akamtafuta katika kona mbalimbali. Kila alipokuwa anarudi pale ndani anasema kwamba nimemkosa katika eneo la barabara, nimemkosa shuleni, nimemkosa library. Je, atakuwa wapi? Akawafuata wale mapepo na kisha akawauliza. Bado na wenyewe pia wakasema kwamba hajui mahali ambako yupo. Akamfuata na Grim Reaper mpaka huko ofisini kwake. Grim Reaper akamwambia kwamba nafikiri kwamba katika sehemu ambayo ni kipekee sana ambapo binti huyu unaweza kwenda kumpata, nenda kumtafutia mahali ambako anafanyaga part time. Akampa kadi ambayo hii kadi ni ya binti yule ambaye ni Sun, ambaye yeye kwa mara ya kwanza kabisa alishapewa jina lake kwamba anajiita Kim Sun. Sasa Goblin alipokea ile kadi na kisha akaamua kuweza kuelekea katika hilo eneo. Lengo lake kuu ni kuweza kumpata mwanamke huyo ambaye basi anamiliki binti Yun. Alifika katika eneo la mlango akakuta kuna tangazo pale kwamba anahitaji mtu mwingine part time. Basi akaamua kuondoka baada ya muda mrefu sana kuweza kusimama pale nje kwa sababu alikuwa hakuna mtu yote kule ndani. Akapishana na mwanamke ambaye machoni alipokuwa ameweza kumtazama alikuwa kama vile anamfananisha, na kisha baada ya muda mrefu kidogo akaanza kumbuka mambo mbalimbali ambayo alikuwa ameweza kupita kwa miaka mingi sana ambayo ilikuwa imeweza kutokea. Sasa hapa ndipo basi akaamua kuweza kumuongelesha mwanamke huyo. Pia hata binti akamuuliza kwamba wewe vipi? Mbona kama unashangaa sana duka langu? Kuna kitu chochote kile ambacho ulikuwa umeweza kukiacha? Lakini Goblin pale akageuka na kisha akamjibu na kumwambia kwamba hapana, namtafuta mfanyakazi wako ambaye anafanya kazi hapo ndani. Lakini mwanamke huyo akasema kwamba hayupo. Vipi, wewe ndio mwanaume ambaye ulikuwa umeweza kusababisha mtoto huyo kike akawa analia? Sasa Goblin akauliza pale vipi alikuwa analia? Anauliza kwamba Yun alikuwa analia kwa sababu Yun tangu atoke kule nyumbani aliamua kuweza kutembea kwa barabarani na haijulikani mpaka kwa hivi sasa yuko wapi. Aliporudi huko nyumbani akamueleza pale Grim Reaper, na Grim Reaper akaamua aweze basi kumsaidia binti huyu. Sasa Goblin ndo akapewa ukweli kwamba Grim Reaper ndio mtu ambaye alikuwa ameweza kumwambia binti kwamba endapo kama atatolewa ule upanga ndio kifo chake kitakuwa kimeweza kutokea katika siku hiyo na maisha yake yote yataishi hapo. Sasa huku wakaamua kuweza kufanya research kuhusiana na jina lake Yun. Sasa wanatakiwa kuweza kumtafuta mahali ambako yupo. Kwa hiyo Grim Reaper akapeleka jina lake kwa Yun katika timu yao kwamba Yun anapaswa afe. Akampelekea mfanyakazi mmoja ambaye naye pia ni Grim Reaper. Alishangaa sana hili jina ambalo ni geni katika masikio yao, lakini pia hata katika system yao, na kisha akaambia kwamba wanapaswa waweze kufanya juu chini waweze kuliweka katika listi ya watu ambao wanapaswa kufa hivi karibuni. Sasa huku nyumbani kwa mara nyingine tena walitembelewa na mtoto wa kike ambaye mtoto huyu ni kama vile Cassie Montres. Alileta taarifa kwamba binti amechaguliwa kuingia katika university. Basi pale bwana mkubwa yani Goblin alifanikiwa kuweza kuchukua zile taarifa na kisha akasema kwamba atampelekea binti yeye mwenyewe binafsi, anajua mahali ambako alipo. Lakini kweli mambo ni kwamba yeye mwenyewe binafsi mpaka kwa hivi sasa ajui mahali ambako binti alipo.
Sasa akarudi tena kwa mara nyingine, akaongea pale pale hivi na Grim Reaper, akampa taarifa kwamba binti amechaguliwa kuingia chuoni, na mpaka kwa hivi sasa natamani sana niweze kupa zawadi yako kipekee. Akampatia furushi la socks. Socks hizi zilikuwa nyingi sana. Sasa vyombo vya habari vilikuwa vinazidi kutangaza kwamba kutakuwa na hali ambayo si ya kawaida. Kwanza kabisa barafu, lakini pia mwezi utaenda kuandama. Kwa hiyo Grim Reaper pamoja na Goblin wote kwa pamoja waliweza kushuhudia hili jambo. Goblin kwa upande mwingine na Grim Reaper kwa upande mwingine. Sasa hii hali si hali ya kawaida. Sasa Grim Reaper mwingine huku hivi alifika katika hospitalini, na kuna mtu mmoja ambaye mtu huyu alikuwa tayari ameshakufa. Madaktari walikuwa pale. Kaa ukijua kwamba hawa Grim Reaper wanapofika katika eneo fulani mara nyingi zaidi waga waonekani. Labda tu kwa sababu binti ndio mwenye uwezo wa kuweza kuona. Pale pale ile jina likaweza kuungua na yule mtu akaweza kufufuka. Jambo lile lilikuwa sio jambo la kawaida. Akaletewa taarifa huko Grim Reaper mkuu, na hapo Grim Reaper akasema kwamba hili jambo inawezekana kwamba ni Goblin ameweza kulitenda. Pale pale akamkabidhi zile socks na kisha akamwambia kwamba natakiwa niweze kuongea na Goblin kwa nini amefanya ujinga wa namna hiyo. Goblin alipopewa zile taarifa akamwambia kwamba hilo ni jambo la kwanza tu, nahitaji uweze kufanya juu chini mpaka tuweze kumpata binti, kwa sababu chanzo cha mambo yote haya ni wewe hapo. Asa kwa mara nyingine tena hivi tunaonyeshwa kwamba bwana mkubwa Goblin pamoja na Duke walikuwa wakidiscuss, na Duke akampa taarifa kwamba binti anafanya kazi katika eneo ambalo lipo katikati ya mji. Huko ndipo basi watu wengi zaidi wanaenda kuchezaga michezo ya barafu, na binti yuko hivi sasa amejipatia kazi huko. Kwa hiyo binti sasa hivi ndio huyo hapa anafanya kazi katika eneo hili na anawapatia watu viatu mbalimbali. Sasa katika siku ya leo alikuwa amechoka sana, akatafuta sehemu angalau basi aweze kupata taarifa mbalimbali kupitia simu yake. Alikuwa na peruzi tu. Muda ulipoisha wa kazi akawa anarudi zake nyumbani, akakutana pale pale hivi na Goblin. Goblin alijaribu kuweza kumbembeleza na kuweza kumwambia kwamba anatakiwa aweze kurudi nyumbani. Goblin tayari ameshapewa taarifa na bwana mkubwa Duke, na taarifa hizi zilikuwa ni taarifa za kweli. Binti hataki kurudi nyumbani. Yule alikuwa na hasira sana kwa sababu Goblin alikuwa ameweza kumficha siri kuhusiana na kifo chake, kwamba akimtoa upanga ndio unakuwa mwisho wa maisha yake. Lakini Goblin anamwambia kwamba ilikuwa ni jambo ambalo unapaswa uweze kulijua baada ya kufanya kitendo kile. Sikupaswa kuweza kukuambia kwa sababu ungeweza kukataa kama kwa hivi sasa. Binti huyu akukubaliana na Goblin hata kidogo, akaamua tena kusepa na kuelekea mbali. Goblin alikuwa anafanya utafiti wake mara kwa mara angalau basi aweze kumbembeleza binti huyu arudi nyumbani, jambo ambalo lilikuwa limeweza kuchukua muda mrefu sana. Katika kona mbalimbali za barafu alijaribu kuweza kumbembeleza na kisha akampa taarifa kwamba amechaguliwa kuelekea chuo. Binti huyu alifurahi, lakini kaa ukijua kwamba hakuwa na furaha kama vile mwanzo, kwa sababu ameshagundua kwamba Goblin iko siku ataondoka katika ulimwengu huu baada ya hapo kuweza kuchomoa upanga. Hakuna mtu mwingine mwenye jukumu la kuweza kuchomoa upanga, ni yeye binti peke yake, na Goblin ameshaweza kulitambua hili jambo. Walipata muda mzuri sana, lakini baadaye tena binti alipewa kazi na bosi wake kwamba anapaswa aweze kusubiri mpaka shift yake iweze kuisha. Kipindi ambacho basi anamsubiria mteja wao mmoja, barafu ilikuwa nyingi sana pale ndani. Hapo aliweza kungukiwa na vitu ambavyo ni vizito kinoma noma. Binti huyu hapo alidondoka mpaka chini na kisha hali ilikuwa mbaya. Alizimia, na huko nyumbani sa Goblin hakuweza kupata mshtuko wa aina yoyote kama vile mwanzo, kwamba binti alipokuwa katika matatizo Goblin alikuwa anafahamu. Katika siku ya leo hajui hili wala lile. Pale pale Grim Reaper akaja na jina la kwake binti, yani Yun, kwamba leo ndio siku ya binti huyu kwenda kufa. Haijulikani mahali ambako yupo mpaka kwa hivi sasa. Grim Reaper hajui. Goblin alipata mwemko kinoma noma, alipiga simu nyingi sana, alifika katika vile viwanda vya vile viatu, alitembea katika kona mbalimbali, alimtafuta binti, lakini binti bado alikuwa hajaweza kupatikana. Mara ya mwisho, dakika za kuhesabu kabisa, Goblin hapo akawa anajaribu kuweza kutumia hisia zake angalau aweze kutumia ubongo kwa kibinti. Binti chozi ndo linatoka hivyo, dakika ndo zinazidi kuhesabika, kifo chake kinakuja. Akatamka neno moja tu kwamba ninakuhitaji. Goblin hakuweza kupoteza muda, alifika pale chap na kisha akafanikiwa kuweza kumwokoa binti na kumpeleka mpaka hospitalini. Siku 1.5 ilikuwa imeshaweza kupita, binti alijikuta kwamba yuko kitandani. Madaktari wanamwambia kwamba tayari bili yako imeshaweza kulipiwa. Binti anauliza kwamba nani ameweza kunileta mpaka hapa na nani ambaye ameweza kunilipia. Wanampa taarifa kwamba kuna president ameweza kufanya jambo hilo.
Mtoto wa watu aliweza kuruhusiwa na kuondoka katika lile eneo la hospitalini, lakini huku aliweza kupewa kiberiti. Alijaribu kuweza kuwasha njiti kwa mara ya kwanza, akawasha njiti kwa mara ya pili, lakini hakuna mtu yote aliweza kujitokeza katika ile train. Sijui ni train za angani hizi, sijui ni train za umeme. Anyway, asa baada ya muda kuweza kupita, moyo wake ulikuwa umeweza kuingia simanzi, lakini dakika za jioni kabisa aliweza kumuona Goblin akiwa anamsubiria binti huyu aweze kushuka. Binti aliposhuka katika ile treni, alishuka pale na hasira sana, akampiga Goblin katika kifua chake kwa sababu alikuwa amechukia sana baada ya kuweza kuona kama vile Goblin alikuwa arudi tena katika ulimwengu ule kama vile awali alivyokuwa anamuita. Lakini Goblin akamwambia kwamba usijali, tuko pamoja. Alitoka naye nje, akamkumbatia, akajipatia muda mzuri sana wakiwa pamoja. Na mtoto huyu wa kike akamwambia Goblin katika siku ya leo, kaa ukijua kwamba hata upanga wako kwa hivi sasa siuoni, naamini kabisa kwamba kwa hivi sasa nimeshaweza kupoteza uwezo wa kuona upanga wako. Yote alikuwa anasema sijui kama ni ya kweli au la, lakini huko Goblin alikuwa akimtazama tu. Sasa kwa upande mwingine huko bosi wake binti Yun alienda kwa mganga huyu Kim Sun. Alipofika kwa huyu mganga anamwambia kwamba umefanya makosa makubwa sana. Kuna pete ambayo umekuwa ukivaa. Kim Sun anashangaa sana kwamba pete gani hiyo? Mganga anamwambia kwamba upo karibu kuelekea kufa binti wewe. Mwanamke anasema kwamba hapana. Akamwambia kwamba kuwa makini sana. Na yule mwanaume ambaye anavaa kofia za raundi ni Grim Reaper, mtu anahusika na vifo. Kisha akamwachia pesa yake pale, akamwaga. Asa katika restaurant huko hivi, binti alikuwa amekaa zake pale hivi, alikuwa amemiss sana bwana mkubwa Grim Reaper. Mara ghafla Grim Reaper akaingia mpaka pale ndani bila binti kuweza kumuona, lakini sisi hapa tunamuona. Sasa dakika za jioni kabisa, Grim Reaper akawa anamuona kabisa binti anataka kuweza kumtumia message. Akajaribu kuweza kutoa lock, lakini alipokuwa anatoa lock mara nyingi simu ikajilock na yenyewe. Sasa ilivyojilock, binti akawa ameweza kutuma message baada ya muda. Lakini baada ya muda binti akashangaa kwamba SMS imeingia pale ndani. Akatazama huku na kule, hakuona mtu pale ndani. Grim Reaper alikuwa ni mtu ambaye si wa kawaida. Alikuwa na uwezo wa kuficha mwili pamoja na vitu vyake. Sasa mwanamke huyu baada ya kugundua kwamba ile SMS imeingia pale ndani, akaanza kuimba nyimbo za Mungu. Anasema kwamba glory glory hallelujah. Msikie. Grim Reaper alicheka sana, hakuweza kabisa kuvumilia. Yaani alikuwa kama vile anashuhudia vitu ambavyo si vya kawaida. Huku naye Goblin bado alikuwa anapata muda mzuri sana na binti huyu mpaka nyumbani, na aliweza kumkabidhi tena kwa Grim Reaper kwa mara nyingine tena na kusema kwamba ni vema zaidi nimeweza kukuona hapa. Sasa binti baada ya Grim Reaper kuweza kumwambia kwamba karibu tena nyumbani, akamwambia Goblin kwamba tunapaswa tuweze kutoka nje tuende kuongea. Sasa binti akatamka na kusema kwamba unataka uende wapi na mwanaume wangu? Goblin alishtuka sana kwamba binti ametamka leo kwamba yeye ni mwanaume wake. Walienda katika kile chumba cha siri, na katika siku ya leo alikuwa anaandika majina mbalimbali. Majina haya ni majina ya watu ambao wanaenda kufa muda so mrefu. Goblin alishuhudia yale yote. Kwa mara nyingine tena binti huku hivi alirudi tena kwa bosi wake na akamwomba msamaha kwa kosa la kuweza basi kuondoka kwenye ofisi yake, kisa tu mapenzi yalikuwa yanamzuzua. Basi akarudishwa tena kazini. Huku nyumbani matokeo kwa kibinti alikuwa ameshaweza kutoka, amechaguliwa kuingia university. Alifurahi kinoma. Hiyo university ilikuwa ni university ambayo inaaminika sana, chuo kikuu kabisa. Zawadi mbalimbali zilikuwa zikitanda katika maisha yake. Goblin alikuwa ni mtu ambaye ajivungi. Alikuwa anamspoili sana binti huyu. Mtoto wa watu alikuwa na furaha kila muda. Alihakikisha kwamba furaha ya binti huyu ipo katika maisha yake. Kwanza kabisa mama yake alikuwa ameshaweza kufa, na Goblin alimpeleka katika kona mbalimbali, restaurant, mtoto wa kike, mpaka zile kumbukumbu za kwamba anapaswa aweze kutoa ule upanga zilikuwa zikimwisha. Na uwezi amini, kwa siku nyingine tena ambayo katika maisha yake alikuwa ajitegemea, Goblin pamoja na Grim Reaper walitamani sana kuweza kukutanisha binti pamoja na Kim. Sasa Goblin bado moyoni mwake anatamani sana kuweza kumuona Kim na kukaa naye kwa muda mrefu sana. Sasa Grim Reaper huko barabarani alikuwa na Kim. Walikuwa wanatembea barabarani. Sasa alikuwa anafanya vitendo ambavyo si vya kawaida, mpaka Kim akaanza kumwambia kwamba unafanya nini hivyo. Grim Reaper anamwambia kwamba nilikuwa najaribu kuweza kukulinda kwa sababu kutembea pembezoni mwa barabara sio jambo ambalo ni zuri sana. Kim akawa anashangaa sana. Sasa leo kumbe bwana Grim Reaper alikuwa ameweza kumpigia binti, na Grim Reaper lengo la kumpigia tena kwa mara nyingine alikuwa anataka kuweza kumwambia kwamba yeye hana dini, ni mtu ambaye ni mpagani. Sasa usiku huku hivi
ilikuwa ni usiku wa Christmas. Kwa hiyo kila mtu alikuwa katika mitaa mbalimbali. Goblin alikuwa katika mtaa wake pamoja na Yun, na huku bwana mkubwa Grim Reaper naye alikuwa katika mitaa hiyo hiyo. Kwa hiyo walikuwa wamepishana kidogo tu. Mara ghafla binti akaweza basi kuwaona kule ndani. Baada ya kuweza kumuona Grim Reaper kule ndani, wakaingia na wenyewe pale ndani. Wakaanza basi kuzodoana kati ya Goblin pamoja na Kim. Kim alikuwa anamchukia sana Goblin kwa sababu gani? Alikuwa ameweza kumuumiza mfanyakazi wake. Alikuwa ameweza kumuumiza na kusababisha aweze kupata simanzi. Kwa hiyo katika upande ule pale hivi, binti yani Yun alikuwa ni mtu ambaye ana furaha, lakini pia hata naye Grim Reaper alikuwa na furaha. Lakini upande wa kwake Kim alikuwa kama vile amkubali kabisa mwanaume huyu. Akaanza kunongonezana na kumwambia kwamba huyu ndio mwanaume ambaye ameweza kusababisha madhara katika ile siku. Binti akasema kwamba ndio. Sasa Kim akaanza kuchamba umbea, akamwambia kwamba kama umpendi mwanamke si useme, uachane naye tu. Ni mtu ambaye anakuheshimu sana. Sasa naye basi binti anamwambia usiseme hivyo. Ni mtu ambaye nampenda. Sasa Goblin anasema kwamba kwa nani amesema kwamba mimi namchukia? Sasa wote kwa pamoja wakawa wanazodoana. Mwisho wa siku wakaanza basi kupata bia, kila mmoja, wanawake wakiwa katika upande wao na wanaume katika upande wao. Sasa katika nyakati ambazo basi pale bwana mkubwa Grim Reaper pamoja na Goblin walipokuwa basi wanaongea, wakaoda bia nyingine tena. Sasa Grim Reaper alitamka kwamba Kim Sung Shin, naomba uniletee bia 2. Sasa kutaja lile jina limshtua sana binti huyu. Hakuwahi kuweza kumwambia mtu yoyote kuhusiana na lile jina. Hata naye Goblin alishtuka sana. Binti alipokuwa ameweza kuwafuata pale, akaweza kumwambia bana, naomba tuweze kuongea kule nje. Wakatoka nje Grim Reaper pamoja na binti. Binti akamwambia kwamba umefanya nini hicho? Basi Grim Reaper anasema kwamba kwani nimefanya nini? Akamwambia kwa sijawahi kukuambia jina langu lote kama ulivyokuwa umeweza kulitaja. Jina la baba, la kwangu pamoja na la ukoo. Umelipata wapi hilo jina? Na kwa nini unalijua? Grim Reaper anasema kwamba uliwahi kuniambia siku moja. Sasa kipindi ambacho anajiweka kwa hasira ili aweze kuondoka, binti yani Kim akamshika mkono wake. Alikuwa na ile pete. Sasa kipindi ambacho amemshika hivi, kumbukumbu za zamani zilianza pale. Matukio namna ambavyo basi ilivyokuwa ameweza kutokea. Unakumbuka lile tukio ambalo mwanadada Kim wa miaka 900 imeweza kupita, mkononi mwake alikuwa na pete ile ile, na katika siku ya leo Kim tena naye ana pete ile ile. Kumbukumbu za picha zikaanza kumrudisha bwana mkubwa nyuma kidogo. Matukio mbalimbali ambako basi mfalme alikuwa anaipinga sana ile pete. Leo hii kwa mara nyingine tena Kim anakutana na bwana mkubwa Grim Reaper, lakini pale Goblin akiwa anashuhudia mambo yote ya. Je, binti huyu ndio mwanamke yule wa miaka 900 iliyokuwa imeweza kupita, au ni nani katika ulimwengu huu? Bana, mimi nafikiri kwamba sitakuwa na ziada kwa muda huu. Je, bwana mkubwa Goblin amempata mdogo wake kweli au la? Dondosha komenti yako hapo chini niambie tuendelee ama tusiendelee. Bye bye for now.